wakuu wa shule za sekondari katika mkoa wetu wa Songwe, lakini walimu wakuu wa shule zote za msingi, wadhibiti ubora, lakini kipekee walimu wote ambao mmehusika katika uteuzi, maandalizi, lakini na kusimamia michezo hii ambayo tunaenda kuhitimisha leo. Naomba nitambue uwepo wa viongozi na watumishi wote ambao tuko mahali hapa. Hata kama sijawataja mmoja mmoja, naomba mtambue kwamba nimewatambua. Lakini kipekee kama wasingekuwa hawa watoto, manake sisi sote tusingekuwepo hapa. Kwa hiyo naomba niwapongeze watoto wetu, wanafunzi ambao mmefanikiwa kushiriki katika kambi hii ya mashindano au michezo ya UMITA-SHUMTA. Naomba mjipongeze sana. Ndugu zangu, awali ya yote naomba kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha kukutana mahali hapa, lakini pia aliyetuwezesha kufanikisha kambi hii kuanzia tarehe 25 tulipofika mpaka leo ambapo tunahitimisha. Lakini la pili, nichukue nafasi hii kujitambulisha. Kwa hiyo mimi naitwa Dr. Boniface Kasururu, ni katibu tawala msaidizi nayesimamia masuala ya afya, ustawi wa jamii pamoja na lishe, na ambaye pia ni mganga mkuu wa mkoa huu wa Songwe na kaimu katibu tawala wa mkoa. Kwa hiyo kwa nafasi hii pia nimshukuru katibu tawala wa mkoa kwa kunipatia fursa hii ambayo imeniwezesha nami kushiriki pamoja na wenzangu mkiongozwa na kaka yangu afisa elimu wa mkoa. Jambo la tatu, naomba nitumie fursa hii pia kupongeza wote ambao tumeshiriki katika maandalizi haya, tukianza na ofisi ya mkoa kupitia sehemu hii ya elimu, lakini maafisa elimu msingi ambao wote kwa kweli mmeshiriki tangu mwanzo mpaka sasa, maafisa elimu ngazi ya halmashauri kwa ujumla, lakini kipekee naomba tuwashukuru sana wenyeji wetu kwa maana ya shule hii ya Songwe Sunrise kwa kuhosti shughuli hii muhimu, kwa malazi na huduma nyingine nyingi ambazo mmeweza kutupatia. Tunawashukuruni sana. Na ukiacha uongozi wa shule, kwa kweli mtufikishie salamu zetu kwa uongozi mzima wa taasisi yenu kwamba ofisi ya mkuu wa mkoa inatoa shukrani sana sana sana. Mimi ni mara yangu ya kwanza kuingia humu ndani. Nimekuwa nikipita nikiona kuna shule hii, lakini sikutarajia kabisa kama nitakutana na miundombinu na mazingira mazuri kama ninayoyaona. Kwa hiyo kwangu imekuwa ni faraja kubwa sana. Lakini kabla sijaja hapa, tumekaa na mkuu wa shule, ameweza kunipa maelezo ya mambo mbalimbali yanayopatikana hapa. Ni shule ambayo inaanzia ngazi ya awali kwa maana pre and primary school, lakini kuna secondary school, kuna A level na kuna chuo pia. Na mchango wa taasisi hii umekuwa ni mkubwa sana, sio tu kwenye elimu. Tuna kituo cha afya hapa ambacho kimejengwa na taasisi hii. Kwa hiyo nina kila sababu ya kutoa shukrani nyingi sana kwenu. Lakini sambamba na pongezi hizo, niwapongeze pia tena wanafunzi kwa kuchaguliwa kwenu. Si ndio wanafunzi? Kule mlikotoka siku na wenzenu mmewaacha. Manake nyinyi mmeonekana mnafaa zaidi, si ndio? Au mnajitahidi zaidi. Na kuna lugha inatumika, nyinyi ni mahiri. Kwa hiyo niwapongezeni sana kwa kuweza kuchaguliwa. Sasa huwa kuna wale wanachaguliwa wakifika hapa wanashindwa.
Kati ya hawa ambao wamechaguliwa, kuna wangapi wameshindwa kumaliza ngwe hii? Sijafika huko. Yaani hata ile tu kuanza tayari hoi hawezi kuendelea. Hakuna. Wote wamefanikiwa kufikia hatua hii. Natambua kwamba baada ya hapo kuna mchujo utafanyika, lakini kitendo cha kuchaguliwa na kuweza kushiriki mpaka mwisho, mnastahili kujipongeza kwanza. Nimesikia hapa kuna salamu inatolewa, nitaomba muitikie kwa sauti kubwa. Sawa sawa watoto? Salamu inasema michezo. Asante sana. Michezo ni furaha, lakini pia ni nini? Ni afya, na mwisho ni ajira. Leo lakini msiache michezo. Tunaweza tukafanya michezo kwa maana ya kuimarisha afya zetu. Tunaweza tukafanya michezo kwa maana ya kuwa na furaha, lakini pia tufanye michezo ili huko baadaye kama kipaji chako kitaonekana uweze kuwa mchezaji mkubwa wa michezo mbalimbali. Baada ya hilo, labda nizungumzie kidogo malengo ya shughuli hii kama alivyozungumza afisa elimu wa mkoa, kwamba tukio hili limetukutanisha kwa lengo la kuandaa au kufanya maandalizi na hatimaye kuwezesha kupata wachezaji ama watoto mahiri ambao baada ya hapa watajumuika pamoja kutengeneza timu mbalimbali ambazo zitakwenda kutuwakilisha katika ngazi ya taifa. Kwa hiyo mchujo huu ambao utafanyika leo, kati yenu wako ambao watachaguliwa ili kuendelea na maandalizi kwa ajili ya kwenda sasa kuwakilisha mkoa wa Songwe katika ngazi ya taifa. Nyinyi mlikuwa mnawakilisha ngazi ya halmashauri. Kwa hiyo nitangulize pongezi nyingi kwa wale ambao watachaguliwa. Lakini pamoja na hayo, tutakuwa na zoezi baada ya awamu hii ya UMITASHUMTA, pengine tunaweza tukakutana hapa kwa ajili ya kufanya mchujo mwingine kwa upande wa sekondari kwa maana ya UMISETA. Sasa wito wangu kwa mnaosimamia, wakati tunakwenda kufanya huo uteuzi, iko miongozo mbalimbali ambayo imewekwa kwa ajili ya kuhakikisha tunawapata vijana mahiri wenye sifa. Niwaombe sana katika kutekeleza hatua hiyo, basi tuweze kuzingatia hizo sifa. Pamoja na sifa nyingine, tunazo sifa za umri. Kwa upande wa UMITASHUMTA, watoto wanaotakiwa kushiriki kwanza ni wanafunzi wa shule za msingi kama walivyo hapa, lakini wenye umri usiozidi miaka 14. Kwa hiyo wote ambao watateuliwa tunategemea kwamba wawe ni watoto ambao umri wao hauzidi miaka 14. Lakini awamu ya pili ya upande wa UMISETA umri wao unatakiwa kuwa si zaidi ya miaka 21. Kwa hiyo niwaombe sana, hiyo iwe ni kigezo muhimu sana ambacho mnapaswa kukizingatia. Lakini niombe sana kwa wale ambao watateuliwa kwa ajili ya kuendelea na maandalizi kabla ya kuelekea kule mkoani Iringa kwenye mashindano ya kitaifa. Upande wa walimu wetu ambao mmefanya kazi nzuri sana, nimeambiwa kwa taarifa nilizopewa hatujapata changamoto zozote za kinidhamu na za ukiukwaji wa kanuni za kambi. Kwa watoto wetu ambao mnawasimamia, lakini na kwa nyinyi wenyewe ambao mnasimamia. Kwa hiyo niwaombe tuendelee na hali hiyo hata baada ya kupata wanafunzi wengine ambao wataendelea, kwa sababu na imani watabakia hapa, ili muendelee kuwanoa ipasavyo. Lakini pia msisitizo mkubwa sana, kwa sababu vijana wetu hawa bado ni wadogo kwa umri wao.
ni vyema tukaendelea kuwapa malezi bora ambayo yanazingatia maadili yetu ya Kitanzania, na niwaombe sana watoto mjiepushe na vitendo vyovyote ambavyo ni kinyume cha maisha, lakini nidhamu na namna ambavyo tumefundishwa nyumbani pamoja na shule. Kwa hiyo mkae kwa utulivu katika siku zingine zitakazoongezeka, ili hatimaye tutakapokwenda kwenye mashindano ya kitaifa muweze kutuwakilisha vizuri. Na kwa wale ambao watapata nafasi ya kwenda, tumeambiwa hapa ukifanya vizuri unaweza kupata nafasi ya kuwa miongoni mwa timu za taifa ambazo zitakwenda kwenye mashindano ya ngazi ya Afrika ya Mashariki. Kwa na imani nikiwaangalia basi tunaweza tukapata washiriki kutoka mkoa wetu wa Songwe. Upande wa wasimamizi, nikimaanisha halmashauri ambazo mko hapa, viongozi mlioko hapa, hawa watoto wanahitaji vifaa. Na nilikuwa najaribu kuangalia sisi huko tulipokuwa wadogo, hawa wote mnaowaona nao wamepitia, na mimi binafsi nimeshiriki sana mashindano ya UMITASHUMTA lakini pia UMISETA. Tulikuwa tunafanya michezo hii wakati mwingine tukiwa pekupeku. Sasa hiyo ilikuwa ni zamani. Tulikuwa tunafanya michezo hii wakati mwingine kila mtu anakuja na nguo yake. Hakuna sare, hakuna nini. Lakini nifurahi kwamba maandalizi ya mwaka huu yamekuwa mazuri sana. Watoto wote wamependeza wakiwa na sare. Wakati mnapita nilikuwa najaribu kuangalia ni kundi lipi ambalo limependeza zaidi. Kuna jamaa mmoja akawa anavutia kwake. Lakini nilipojaribu kuchunguza nikashindwa kuamua. Nikagundua kwamba wote mmependeza. Ipigeni makofi. Kwa hiyo tunapokwenda kwenye mashindano ya kitaifa, basi tuhakikishe kwamba watoto wetu wanakuwa na sare nzuri, wanakuwa na vifaa vingine vya michezo kama viatu vyenye hadhi ya kwenda kuonyesha huko ngazi ya taifa, lakini hata hawa ambao watakuwa wanaendelea kuja katika mashindano haya ya kimkoa. Kwa hiyo ndugu yangu afisa elimu wa mkoa, mimi kwa kweli sina mengi kwa niaba ya katibu tawala wetu wa mkoa zaidi ya kuwapongeza watoto wetu, wanafunzi ambao wamefanikiwa kufikia hatua hii, na wote ambao mmefanikiwa kufika ama kushiriki katika tukio hili, tunawashukuruni sana. Nawapongeza wote maafisa elimu tena ambao kwa kweli mmeweza kusimamia kazi hii. Basi baada ya kusema hayo, tutamke rasmi kwamba michezo hii ya UMITASHUMTA ambayo ilianza tangu tarehe 25 mpaka leo kwa ngazi ya halmashauri ili kupata timu ya mkoa, basi imehitimishwa rasmi leo tarehe 28 mwezi wa 5 2025. Asanteni sana kwa